nataka kutuma ujumbe kwa makundi haya. Kundi lililojiita la Edward Lowassa, kundi lililojiita la John Pombe Magufuli. Makundi haya yako kwenye hatari kubwa ya kuuawa kabisa. Haya sio zungumzi mimi tu hapa, ni Roho wa Mungu ameniambia niazungumze haya. Niko kwenye maombi, mara ghafla Mungu ananionyesha, ananipa huu ujumbe niwaletee wa Tanzania. Kundi la Edward Lowassa na kundi la John Pombe Magufuli, makundi haya mawili yako kwenye riski kubwa sana ya uhai wao. Na hii ni kwa sababu Mungu ananiambia, nikamuuliza kwa nini Mungu unaniambia niazungumza haya? Lengo lake ni nini? Kwamba Mungu anasema kwamba kinataka kifanyike kisasi juu yao, kwa sababu walipewa nafasi ya kubadilisha taifa hili liwe ni taifa la haki, na wao walikuwa na nafasi zile. Mungu aliwapa hizo nafasi kwa ajili ya kutenda haki katika nchi. Badala yake wakashindwa, wakaelemewa na ubinafsi. Madaraka yale, wakavaa yale madaraka, ubinafsi ukawajaa kwenye mioyo yao, wakati walikuwa na nafasi ya kufanya transformation. Hata watu wa haki waliopiga kelele kwa ajili ya kuleta mageuzi, kwa ajili ya kuleta haki katika nchi, wao walinyamaza wakijua kwamba wataendelea na vyeo vyao. Leo vyeo hivyo hawana tena. Hata walioonavyo wachache kama wawili hivi wapo hapo juu, kama wawili hivi hapo juu, hawa na wenyewe wako kwenye riski ya kuondolewa, kwa sababu walipata nafasi ya kuwatumikia Watanzania, lakini wakashindwa kuwatumikia Watanzania kwa ajili ya haki. Mazengo yatatokea mengi, hasa kwenye nafasi namba 2 katika nchi. Mazengo yatatokea, na mimi nilimwambia kama mtumishi wa Mungu kwamba kiongozi unatakiwa uwe makini katika utawala wako, katika uongozi wako, toka akiwa katibu mkuu wa chama. Nilimpelekea waraka wa wazi na nikamwambia, lakini kwa sababu sisi mara nyingi tunaonekana ni watu tu wa kawaida wadogo, hatuna influence yoyote kwenye nchi, kwenye jamii, hatuna madaraka yoyote, tunaonekana ni watu tu ambao hatuna maana yoyote. Lakini mtu kama mimi ni mtumishi wa Mungu, nikikwambia jambo take note, siongeagi uongo, ni ukweli huo. Sasa kuna watu walioandaliwa kwa ajili ya kumaliza watu zaidi ya 36 mpaka 2030, na mpaka kufikia Aprili kuna viongozi wakubwa wa nchi ndani ya nchi hii. Mpaka kufikia mwezi Aprili Mungu ameniambia wataondoka na bendera itatepepeshwa nusu mlingoti. Nieleweni hilo na mnielewe. Na hii imesababishwa na nini? Kuna kundi fulani la mtu yule, ambaye ameamua ndani ya baraza la mawaziri kuweka watu wake 80%. Ameweka mle ndani ya baraza la mawaziri 80% ya watu wake wote, ili wakatetee rasilimali zake, ili wakatetee mikataba yake, ili wakatetee uporaji wa rasilimali aliyoufanya na ufisadi aliyoufanya. Ni kweli, wala sio uongo. Wala sio uongo. Yaani wote 80% ya watu wanaitika kwake yule. Na sio kwa nani, kwa mkuu wa nchi. Wanaitika kwa yule mtu mmoja yule. Na kueleza ukweli, mimi Mungu ameniambia wanaitika kwake, na kama wanaitika kwa mkuu wa nchi anadanganya tu, lakini wanaitika kwa yule namba 4. Nafikiri mtanielewa tu, wanaitika kwa yule. Kwa hiyo hata humo kwenye baraza la mawaziri wamo tu, lakini taarifa zote yule bwana lazima azipate.
na mijadala yote au hoja zote lazima zitoke kule ndio zipite, zijadiliwe vizuri kwenye baraza la mawaziri. Kwa nini? Wana kisasi. Kisasi cha John Pombe Magufuli alivyofanya kipindi kile alipokuwa rais, alivunja mikataba mingi sana na ulaji wao mwingi sana. Moja wapo alikwamisha ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Nadhani mnaweza mkanielewa. Alikwamisha ujenzi wa bandari ya Bagamoyo na mikataba mingi ya gesi. Mnakumbuka kule mikataba ya gesi ya Wachina kule Mtwara. Mikataba mingi alikwamisha, hata mikataba ya makaa ya mawe. Umeelewa? Hata mikataba ya uletaji wa mafuta. Umeelewa vizuri? Mikataba ni mingi ambayo aliikata. Sasa kwa sababu amepata opportunity, wanataka kabisa kwamba asiwepo mtu yoyote mwenye chembe za uzalendo